Kiongozi. Bwana, neno kiongozi inadhihirisha ya kwamba wewe ndio funguo ya ndoto za waliokuwa wengi nyuma yako. Inazilisha uongozi wako uwe ni funguo ya kuleta maendeleo katika jamii inayokuzunguka. Kiongozi ndio baba na mama mlezi wa kuleta mafanikio ya nchi, ya jamii, watoto, watu wazima wote wanakutegemea wewe kiongozi. Kwa hiyo ukiwa katika kiti cha kiongozi, tambua kuwa umebeba dhima kubwa sana kwa wale wanaokuzunguka. Na pia Mungu anakubariki, anakupa nguvu ili uweze kutimiza mafanikio ya hiyo nchi ama jamii inayokuzunguka. Sasa labda niwaeleweshe kitu kimoja, viongozi ambao mpo katika nafasi zenu tofauti tofauti. Unajua Mwenyezi Mungu aliwapa uongozi watu tofauti tofauti, na pia uongozi unaambatana, naweza nikasema unaambatana na Mwenyezi Mungu kuishusha neema kwako, kwa sababu amekuona kwamba wewe unaweza ukawa kiongozi na ukaongoza jamii ambayo inakuzunguka. Lakini leo kuna baadhi ya viongozi kupitia vyeo walivyokuwa navyo wanafanya vitu ambavyo sio sahihi, havimpendezi Mwenyezi Mungu wala havimpendezi aliyemuumba wala havipendezi katika jamii. Na pia wakijiplaudi ya kwamba wana nafasi kubwa kwa kuwa washapata fedha, washapata mali. Kwa hiyo wanajisahau kabisa kwamba wana dhima kubwa ambayo wanapaswa kuitendea kazi, kwa sababu dhima hiyo ya uongozi wamepewa na Mungu. Na viongozi hawa wanatuzunguka katika jamii. Unajua haki, kiongozi ndio msimamiaji haki ambaye tunamtegemea sisi, jamii inayokuzunguka. Kiongozi katika nafasi ya uongozi, wewe ndio unayetegemewa kama mpambania haki ya wale ambao waliokuchagua. Sijui umenielewa? Kiongozi ukifelisha mpango wote, tambua hujamfelisha mtu mmoja, umefelisha nchi, ama umefelisha jamii, ama umefelisha taasisi. Kwa hiyo kiongozi una nafasi kubwa sana. Unapaswa ukiwa kiongozi ujitambue, ukiwa kiongozi ujielewe. Kwa hiyo mimi leo nimewaletea tafsiri ya uongozi. Nafikiri wengi wanaijua, lakini mimi nimeinyambua kwa kiasi ninachoelewa mimi. Na katika jamii ambayo tupo, tuna viongozi ambao hawako sawa na utendaji wao wa kazi. Mimi mwananchi wa chini siwezi kumfuata kiongozi na nikamwambia kwamba hapo unakosea. Lazima atakuadhibu, kwa sababu tayari unayozungumza naye ana cheo kikubwa kuliko wewe. Sasa je, nani wa kumpa maelekezo? Nani wa kumfunua upeo wake kwamba hapa unakosea, fanya hivi? Lakini viongozi wakishapata uongozi wanajisahau kwamba wao pia walikuwa katika kundi la hawa waliokuwa chini. Kiongozi akishapata gari, basi kamaliza dharau nyingi. Akishapata nyumba, basi kamaliza dharau nyingi. Biashara zake zinaenda vizuri, hajui ya kwamba zile ni baraka kutoka kwa Mungu. Ameshushiwa yeye ili pia yeye azipeleke baraka hizo kwa jamii inayomzunguka. Jamani, nasikitika kuona viongozi ambao wanatumia madaraka yao vibaya. Nasikitika kuona kiongozi ambaye hafanyi majukumu ambayo Mwenyezi Mungu amempa kwake yeye ili kutimiza katika jamii. Na kiongozi huyu hafai kabisa katika jamii. Kwa hiyo tuwaombee dua viongozi wetu ambao Mungu amewachagua watuongoze sisi wananchi na jamii kwa ujumla, waweze kusimama katika haki
na kufanya vyema katika kazi zao, kwa sababu viongozi ndio tunawategemea kutuvusha katika daraja ambalo la matatizo, la shida, kwa sababu kupitia kiongozi utapata mafanikio, kupitia kiongozi utapata kuneemeka, kupitia kiongozi utapata haki yako. Kwa hiyo tuwaombee viongozi wetu dua ili waweze kutusimamia vyema. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Good day.